Andika kichwa cha somo kinasema uwepo wa Mungu. Andika kichwa cha somo kinasema uwepo wa Mungu. Hebu nisaidie kusema uwepo wa Mungu. Rudia tena, sema uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo Mungu anataka ujue kuhusu uwepo wake, na baada ya kujua hayo utamshangaa Mungu sana kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu. Nadhani ninaposema uwepo wa Mungu sio neno geni. Kila mtu anajua nini maana ya uwepo. Uwepo maana yake ni hali ya kitu fulani kinakuwepo, au sisemaje, ni hali ya kitu fulani kuwasili au kufanyaje. Uwepo. Tunahitaji uwepo wako ofisini kwetu. Tutafurahi tukiona uwepo wako kwenye hii harusi, manako anahitaji wewe ufike mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninaposema uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa pamoja na mtu. Andika hivyo, ni hali ya Mungu kuwa pamoja na mtu au kuwa mahali au na watu wake na kujidhihirisha kwa namna mbalimbali kupitia utukufu, nguvu, amani, uongozi, sauti na utendaji wake. Narudia tena, uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa pamoja na mtu au kuwa mahali au kuwa na watu wake na kujidhihirisha kwa namna mbalimbali kupitia utukufu, nguvu, amani, uongozi, sauti na utendaji wake. Hebu sema na utendaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameelewa kwa habari ya uwepo wa Mungu? Haleluya. Kwa hiyo ni hali ya Mungu kuwa pamoja na nani? Na mtu. Lakini hawi tu pamoja na mtu, anakuwa pamoja na mtu, lakini kuna viashiria ambavyo Mungu anaviachilia. Moja ni utukufu, nguvu, lakini pia na sauti yake na utendaji wake. Kwa mahali popote alipokuwepo Mungu lazima kuna sauti yake. Sasa usijiulize ukisema kuna sauti yake kwamba lazima umsikie Mungu anaongea. Sauti yake inakaa kwenye vyombo vyake, na vyombo vya Mungu ni watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mahali popote unapohitaji sauti ya Mungu imekaa kwa watumishi wake, lakini sio tu kwa watumishi, imekaa kwa watu wake, kwa sababu Mungu anaweza amua akupe ujumbe kupitia hata mtu ambaye sio mtumishi. Unaweza kuwa unapitia situation fulani ukakutana na mlevi asiyeeleweka, lakini ule mlevi akaongea neno ambalo likabaki limekuacha mdomo wazi. Kwa nini ameongea hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anaweza akatumia chochote kutoa ujumbe wake. Hajaanza leo, aliwahi kumtumia punda. Jamaa anapiga punda Balaam, piga punda, tembea. Punda anamwambia, hivi wewe kwani siku zote waga nakubishia? Kwa Mungu akaamua kuingiza sauti yake ndani ya punda, punda akazungumza. Hebu sema sauti ya Mungu. Kwa hiyo sauti ya Mungu sio tu kwa watumishi. Sauti ya Mungu ipo hata kwenye mazingira. Mazingira yanaweza yakaongea kuhusu Mungu anasema nini kuhusu wewe. Mazingira. Nishaongeaga hapa, moja ya kitu ambacho nafundisha ni lugha za ishara ambazo Mungu anazitumia kujaribu kuzungumza na watu, na watu wengi huwa hawamuelewi. Unaweza kuwa unataka kusafiri. Yaani kwa mfano leo unataka useme nataka niende Arusha. Lakini wakati unajiandaa na safari, wakati unaelekea kwenda bafuni ukaoge, kabla hujaingia bafuni ukateleza ukadondoka. Kabla hujaingia. Sasa sijui kaanza kusema ukiingia tena ukateleza ndani yake. Najua ushasikiaga story kwamba wengi walioanguka chooni na bafuni wao waponi. Kabla hujaingia ukateleza. Hiyo ni ishara mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo letu wanadamu tumeshachukulia kwamba kila kitu ni bahati mbaya. Listen to me. Mungu akitaka kukuepushia jambo, kuna wakati hawezi kuja kuzungumza na wewe eti Mama Joeli, leo usifungue plani yako. Leo kuna kitu utakutana nacho. Hawezi kuzungumza hivyo. Kuna wakati litatokea tukio kabisa. Unataka kukanda unga labda ukauze vitu, unashangaa hauoni amila. Bwana Yesu asifiwe sana.
unataka kufanya kitu fulani na ni ratiba zako za kila siku, unashangaa kuna kifaa ukioni, usilazimishe. Sasa wengi unasema ngoja nikitafute tu. Unapotafuta ukilazimisha, yanaenda kukukuta ya kukukuta. Unaweza kuwa unasema ngoja nataka nitoke hapa niende mara moja Mwenge. Unatoka mlangoni, ghafla funguo ya kufunga mlango huioni. Unaanza kutafuta funguo na unaanza kulani kabisa, sasa nafungaje mlango? Sikia, kuna kitu Mungu anajaribu kukujuza kwamba mahali unakoenda sio salama. Halo? Au mtu unaenda kukutana naye sio mtu salama, ila wewe hauelewi. Mwambie jirani yako, jifunze kuzijua ishara za Mungu. Mwambie jifunze kujua sauti ya Mungu. Kwa hiyo Mungu huwa anazungumza hata kupitia ishara. Mungu anazungumza kupitia mvua. Mungu anazungumza kupitia mawingu. Ukijifunza hizi lugha, hautohangaika sana baadhi ya vitu. Hautoishi maisha ya bahati mbaya. Hautoishi maisha ya bahati mbaya. Watu wengi waliopata ajali leo, unakuta Mungu alimwambia ila hakuelewa. Aliota tu ndoto, haielewi. Sasa ni kitu gani hiki? Akapotezea. Baada ya kupanda gari, nashangaa ajali imemkuta. Hakuna tukio lolote litakukuta Mungu asiseme na wewe, iwe unaelewa au huelewi. Lazima Mungu huwa anasema na watu wake, anasema mpaka na watoto. Haleluya! Watoto nao wanaota ndoto, na Mungu akisema na wewe kwa ishara, usipomwelewa atakuletea ndoto, utaota ndoto. Lakini wengi sasa mnaota ndoto za mafumbo. Sio kila mtu amepewa neema ya kuota ndoto za matukio halisi. Hebu sema kwa jina la Yesu, sema Mungu, ninaomba neema ya kuota matukio halisi kama yalivyo. Hiyo wanaota wachache, lakini ukiomba Mungu anakusaidia. Wengi mnaotaga mafumbo, eti nimemwota baba mdogo amekufa, nimemwota baba yangu mdogo amekufa. Alafu wewe umeshikazana unafikia ni baba yako mdogo, kumbe baada ya pale unashangaa baba yako mzazi ndo anakufa. Unasema lakini niliona sura ya baba mdogo akuwa baba. Ulitakiwa umuulize Mungu, nini maana ya ninachokiona? Haleluya! Nimeota jua linazama, ni baba anaenda. Nimeota mwezi unaanguka, mama yako anaondoka. Nimeota nyota zinaanguka au nyota inaanguka, kuna ndugu yako mliyezaliwa naye tumbo moja, kuna hatihati anaweza akawaacha. Ndivyo Mungu anavyozungumza kwa ishara. Sasa wengi hamuelewi ndoto, mnazipuzia. Haleluya! Kwa hiyo moja kati ya ishara au sababu za Mungu yuko mahali, pia kunakuwa na sauti yake. Hebu sema sauti yake. Kunakuwa sauti yake, utukufu, nguvu na amani. Mahali popote penye Mungu huwa pana amani. Mahali popote penye Mungu huwa pana nini? Pana amani. Kama maisha yako hayana amani, ni ishara kwamba Mungu hayupo kwenye maisha yako. Ukisoma kitabu cha Ayubu, anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani, ndipo mema yatakapo kujilia. Kumbe mema ya Mungu hayamjilii mtu mpaka amani imetangulia. Fuatilia familia ambazo hazina amani, hazinaga maendeleo. Fuatilia familia ambazo wanagombana kila kukicha, hawanaga maendeleo yoyote. Zaidi wataishia kupata tu hela ya kula, kubadilisha tu viatu, nguo, lakini kufanya mambo makubwa ni ngumu, kwa sababu Mungu anaketi mahali pa nini? Pa amani. Hebu mwambie jirani yako, itunze amani ulionayo. Huo ni mtaji mkubwa sana. Mungu hawezi kuja kufanya kitu kwenye familia yako kama familia haina amani. Umenisikia? Kwa hiyo amani, uwepo wa amani ni ishara ya kwamba Mungu yupo. Uwepo wa kutokuwa na amani, kugombana ni ishara ya kwamba shetani yupo, kwa sababu Mungu haleti kugombana. Mungu haleti mafarakano. Kwa hiyo mahali popote kwenye mafarakano, kutukanana, hapo Mungu hayupo. Wala usipoteze muda. Nazungumza na mtu hapa. Mungu wetu ni Mungu anayependa upendo, amani na utulivu. Halo? Nazungumza na mtu hapa. Anapenda upendo, amani na nini? Na utulivu. Ndio maana mahali popote kwenye madhabahu yake ni madhabahu inayohamasisha amani, upendo na utulivu.
Ndio maana tuko hapa tunawaombea watu wengine. Hatukuombei tu wewe uliyekuja ibadani, lakini kuna wakati tunaombea mtaa mzima. Kuna wakati tunaombea nini? Mtaa mzima. Kwa nini? Tunatamani mtaa mzima uwe na furaha kama ambayo tuko nayo sisi. Nazungumza na mtu hapa. Haleluya. Kwa hiyo uwepo wa Mungu huwa unaleta amani. Ishara ya kwamba mahali ulipo hamna uwepo wa Mungu. Kuna watu mlishai kwenda kwenye nyumba fulani za kupanga, lakini kila ukikaa usikie amani. Hapana, Mungu hapo kuna vitu vingine. Ndio maana Mungu anaitumiaga amani kama lugha ya kuzungumza na jambo kama liko sawa. Unakuja kuchumbiwa au kuna mtu anakuja kukuchumbia, alafu ghafla ukasikia hauna amani na mtu yule, usilazimishe, maana yake yule mtu sio sahihi. Mtu anakuja kukukopa hela, unakosa amani, ila unalazimisha kumkopesha kwa sababu ni ndugu yako, utapigwa. Amani, mahali hapasipokuwa na amani hapana Mungu. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu hauoni, macho ya rohoni hayaoni, anatumiaga amani kama sababu. Sio kila yatima unayemwona barabarani au kila ombaomba unayemwona ni wa kumsaidia. Listen to me. Kuna watu ukiwasaidia ndo unapata shida. Si kama mnaelewa? Ukiona unataka kumsaidia mtu haupati amani, achana naye. Hata kama amevunjika mguu, mwingine upo Bunju, achana naye mpaka upate amani. Nazungumza na mtu hapa. Unajua kwa watu kimwona tu mtu ana matatizo msaidie. Umepata amani ya kumsaidia? Umepata amani ya kumpa kitu? Kwa hiyo popote chochote ambacho Mungu anafanya kitu nacho, huwa anaachilia amani kwanza. Umesikia wakusali? Mungu anakupa amani ya lile jambo. Ukisikia amani ndio utakuwa na furaha ya kulitenda. Sasa utakuwa na furaha ya kulitenda. Watu wengi leo wanalia kwenye ndoa. Kimuuliza kwa nini, anawaambia nimeolewa na mbwa, nimeolewa na shetani. Mwanzo ukujua kama ni shetani, anakuambia yani basi tu mimi kwaga sinaga amani naye, lakini nililazimisha tu kwa sababu alikuwa ananibembeleza sana. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kwenye mambo ya ndoa au kwenye mambo hayo, hakuna cha kusema ngoja nivumilie, kuna vitu vitabadilika mbele kwa mbele. Sikia, subiri kitu kitengenezwe kwanza, usiji ukajifariji kwamba mbele kwa mbele kitajulikana, huenda atabadilikia mbele. Usiji ukajidanganya kwenye mambo kama hayo. Wengi wanalia leo kwa sababu walitarajia yule mtu aliye naye kuna kitu ataacha mbeleni. Subiri abadilike. Nazungumza na mtu hapa. Nazungumza na mtu hapa. Sasa wengi hata nikisema nazungumza na mtu hapa, tayari wengine tayari walishaolewa, walishaoa. Wanajua wanachokipitia. Alikosea mahali. Alikosea mahali. Alilazimisha amani, lakini huyo mtu hakuwa sahihi. Kwa hiyo Mungu huwa anazungumza kupitia amani. Mtu akija kwako kama sio sahihi, unakosa amani. Unakosa amani. Na hii wanawake wengi wana hii sana kuliko wanaume. Mke wako anaweza akakwambia, wanaume, mke wako anaweza akakwambia baba fulani, yule mama ule unayempelekea bidhaa mimi simwamini, naomba ukae naye mbali. Sasa wanaume mingi inapenda sana kukoloma. Kwa hiyo kila kitu wanafikiria vibaya. Pengine mke wako amekwambia hivyo, sio kwamba ameona kuna kitu kibaya kinatokea, au sio kwamba ameona kuna jambo baya linataka kutokea, ila amekosa tu amani na yule mtu. Akikuona na yule mtu anakosa nini? Amani. Kwa hiyo mama Joeli, siku zote ukiona moyo wako unakosa amani, au juu ya baba Joeli umemwona na mtu, usishakie ile amani ukasema labda mawazo yangu tu. Kuna kitu kipo. Ile shaka linaloendelea, manake Mungu anakuambia muonye. Haleluya. Haleluya. Abilia, chunga mzigo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ukajidanganya. Ichunge ya nini wakati tuna watoto? Tajua mwenyewe hata akileta ujinga. Wewe chunga mzigo wako. Usije ukabwetea sababu ya watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaitafuta hiyo mizigo kwa kila mali na kila hali na waipati. Wewe unasema tu hata unajua bwana haya mambo sijui nini. Unajua sio kutakia mema. Unapitia jambo fulani kwenye ndoa, mtu anavyokushauri wewe, mtu anakusumbua
achana naye. Wako wengi watakuja. We. Kuna vitu ukichukua maamuzi ya haraka ndio utakuja kujua hawako wengi. Chukua maamuzi ya kukurupuka ndio utakuja kujua hawako wengi. Mwambie jirani yako usikurupuke. Kushauriwa. Pengine huyo anayekushauri kwamba kama anakusumbua wewe achana naye, nenda kapange. Anayekusumbua huyo yeye mwenyewe anavizia hapo hapo. Wanawake wana mambo, anavizia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwepo wa Mungu huwa unaashiriwa na nini? Na amani. Hebu sema amani. Rudia tena, sema amani. Lakini pia unaashiriwa na nguvu. Mahali penye Mungu huwa pana nguvu. Mahali penye Mungu huwa pana nini? Pana nguvu. Automatic. Okay, kuna mtu anajiuliza, anafikiria labda ninavyosema nguvu, anafikiria mpaka zile nguvu za kuombeana mapepo yaanguke. Sio nguvu hiyo. Nguvu ya Mungu ikiwa mahali kuna afya. Nguvu ya Mungu ikiwa mahali, yani mpaka unaona mtu ana amani kwenye ndoa. Unaona mtu ndoa yake inasonga mbele, ni nguvu. Ukiona mtu anapata chakula, analisha watoto wake, anasomesha watoto, kuna nguvu ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio rahisi kama unavyofikiria. Sio rahisi kama unavyofikiria. Eti Mungu amtupi mja wake. Eti Mungu amtupi mja wake. Ukiwa na watoto Mungu anajua atakavyoachilia baraka. Kuna familia ina watoto na baraka hamna. Wewe hujakutana na familia zina watoto, wewe ndo unadanganyika eti unajua hii misemo hii. Eti unajua haya maisha ukiona unahangaika sana, ukipata mtoto Mungu anafungua milango. Sikia, kuna watu walipopata watoto ndo milango ilifungwa. Nilikutana na dada mmoja. Okay, hayuko hapa. Nilikutana na dada mmoja, akaniambia mtumishi, najuta sana. Alikuja nyumbani. Ndugu yake na kijana mmoja aliyekuja kutoka Ilinga, yule alikuwa amekakamaa mikono. Alikuja. Akaniambia mtumishi, mimi tangu nilipopata huyu mtoto ndipo maisha yangu yaliharibika. Na nilishajitahidi hata kumwambia Mungu basi nisamee wapi nilipokosea. Tangu nilipopata ule mtoto ndipo kila kitu kiliharibika. Ndoto ya kuwa nesi ilikufa, maisha yangu yote yaliharibika. Yaharibika kwa vipi? Sasa ungekuwa na wewe mwenzangu unasema ukipata mtoto ni baraka. Ni kweli ni baraka. Lakini sasa mtoto yupo, alafu milango haifunguki. Hiyo inatia wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lengo la Mungu ni kwamba mahali popote penye familia au watoto ni kweli baraka ziwepo. Watu wa Mungu, kuna watu hiyo baraka unayoisema hawaioni. Ndio maana mimi niseme wewe uliyeko hapa usije ukajichukulia poa. Kuna watu wana hali mbaya zaidi yako. Mimi nimeenda Manzese, nyumba moja, wanakaa baba, mama na watoto. Mtoto wa kwanza ana miaka, niliona alikuwa na miaka 28. Ana miaka 28. Wa pili ana miaka 26. Wamepishana miaka miwili. Watatu, wa kwanza alikuwa na miaka kama 30. Wanakaa chumba kimoja, baba na mama na hao watoto 4. Chumba kimoja. Na mtoto wa kwanza na miaka kama 30. Sasa hizi ana 31. Yule dada. Unajiuliza, hivi huyu mtu hata ajiongezi kwamba atakiwa alifanya hivi? Wamefungwa, sio kawaida. Wamefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo usije ukajiona una hali mbaya, ukikutana na wenye hali mbaya zaidi utamshukuru Mungu. Kuna watu wao wanajiona ni wagonjwa. Mimi mtu akikuonyesha ni mgonjwa sana, wewe leta nitalipa nauli nampeleka Muhimbili. Kwenye ile hodi ambayo wako wagonjwa mahututi. Ukiwaona unapona. Unajua ni njia pia ya kupona. Mimi kuna kijana mmoja walimleta, alikuwa ni kichaa. Of course sijajua ni kichaa cha maisha. Wajua vichaa wengine inakuwa ni maisha tu magumu, basi akili inapotea. Kwa hiyo akawa anasumbua, tunamwombea, anasumbua. Sasa alivyokula chaja, nimenunua chaja yangu kama 20,000, nimeipambania kipindi hicho. Akala chaja yangu bwana. Akatafuna kabisa, akala. Kafanya vituko vya ajabu sana. Nikajiuliza, hiki kichaa ambacho hakisikii maombi ni kichaa cha aina gani? Nikasema hapana, nileteni fimbo. Tukachukua mkanda, hivyo chapa
mkanda wa kwanza, mkanda wa pili, nikasikia anasema bana, naumia, mnaniumiza. Kumbe kichaa anasema mnaniumiza. Nikajua huyu sio kichaa kweli, hiyo ilikuwa ni maisha. Ndio maana ukienda Milembe, ili wajue kichaa chako kama ni cha kweli, wanakuingiza kwenye chumba, wanachukua maloboti, wanayawasha. Kuna maloboti yamevaa vyuma, wakiyawasha wanalisogeza kwako kwa mashine. Sasa kama ni kichaa kweli, utasema kumbe tunawezana. Kwa kama ni kichaa, hautojua hili ni roboti, utaanza kufanyeje? Kupambana nalo. Sasa ni la chuma, kumbuka. Roboti likikupiga ngumi hii moja, unaanguka kule. Kwa hiyo kama sio kichaa, utaanza kupiga kelele, nitoeni nakufa. Ajua huyu sio kichaa, na unapona hapo hapo. Kuna watu wamekuwa vichaa kwa sababu alikuwa amefungua labda duka, afu duka likafilisika. Kwa hiyo akili inapotea, yani anachanganyikiwa, maisha nitafanyia wapi tena? Kwa hiyo ukichaa ule sio wa kulogwa, ila ni kitu fulani kimeharibika. Kwa hiyo Milembe anapona kwa ngumi hii moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiona nani sana, wanaweka hata shoti, waone kama ni kichaa kweli, atapambana na hizo shoti. Kwa kama ni kichaa, ataendelea kujifariji kwamba atalipiga robot, lakini amepigwa ngumi za kutosha. Wakiona anapambana, wanasema kweli huyu ndo anakuwa anampelekea chakula kupitia chini, kwa sababu unaweza kaenda mwenyewe dokta wakakuta umebaki miguu mitupu, watu wamekula mpaka kichwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mahali penye sauti ya Mungu kuna nini? Kuna nguvu zake, kuna utendaji wake. Kila penye Mungu pana utendaji, kila kwenye Mungu pana utukufu wake, kila kwenye Mungu pana sauti yake. Kifupi naomba niseme kwa nini ni somo tumeita uwepo wa Mungu. Kwa nini tumesema uwepo wa Mungu? Kuna kitu nataka nizungumzie hapa ambacho kitakusaidia. Unakuja kugundua kwamba baada ya kuangalia hii maana kwamba uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa pamoja na mtu mahali fulani, akiwa anajidhihirisha kwa sauti, kwa nguvu, kwa kila kitu. Unakuja kugundua kumbe maisha ya mwanadamu hayawezi kwenda pasipo nini? Uwepo wa Mungu. Maisha ya mwanadamu yoyote hayawezi kwenda popote pasipokuwa uwepo wa Mungu. Basi kama hana uwepo wa Mungu, awe na uwepo wa waganga. Naongea na mtu hapa. Haleluya. Maisha ya mwanadamu yoyote hayawezi kwenda pasipokuwa na uwepo wa Mungu. Na kama hapana uwepo wa Mungu, basi akatafute uwepo wa shetani kupitia waganga na wachawi na watu wengine, wampatie huo uwepo. Nazungumza na mtu hapa. Usiaone maduka ya watu yanauza. Kuna mawili. Kama hapana uwepo wa Mungu, kuna uwepo mwingine. Usione tu watu wameweka frame Kariakoo na biashara zinaenda. Kuna mawili. Kama hapana uwepo wa Mungu, kuna uwepo mwingine. Usione tu watu ni viongozi leo wako bungeni. Kuna mawili. Kama hakuingia kwa uwepo wa Mungu, aliingia kwa uwepo mwingine. Muulize jirani yako, wewe unatumia uwepo upi? Mwambie unatumia uwepo upi? Julikana kabisa unatumia uwepo upi ili tukudefine. Kwa hiyo kwenye maisha haya tunayoishi, it's all about presence. Ni swala la uwepo. Kwa hiyo kabla hujaenda mahali, lazima uwepo wako useme kwanza. Wangapi wanajua wangapi simshaonaga rais anapotaka kuja sehemu? Rais akitaka kuja Silver Sand, kinachotangulia ni nini? Sio askari boda, yanakuja magari kwa mbwembwe. Zitakuja ndege, zitapatimua, yatakuja magari, watu wanapiga ving'ola. Lakini baada ving'ola vile vimetangulia, rais hayupo. Alafu baadaye ndo mnaona rais huyu hapa. Kwa nini? Kwa rais anatanguliza kwanza uwepo wake. Kwa kabla uwepo hujafika, kabla rais hajafika, uwepo ushaanza kuashiria kuna kitu kinakuja sio cha kawaida. Kuna watu wengine hawakupi shida. Mimi nikipanda kwenye magari hivi, kwenye daladala, najua kabisa huyu ni mtu wa waganga,
huyu ni mtu wa Mungu. Uwepo, wangapi wanajuaga ili akikutana na mtu tu, huyu mtu mbona kama kuna uzito na usikia kwake? Wangapi washai kukutana hii hali? Yaani umekutana na mtu lakini kuna namna unasikia uzito sio wa kawaida. Wamebeba uwepo wa ajabu wa giza. Ukienda kwa mganga kuna uwepo wake, kwa mganga wa kienyeji. Ndio maana wameweka mavitu pale wanafanya. Ukiingia tu kwa mganga hapahitaji kuanza kuuliza hapa ni kwa mganga kweli. Vitu vilivyoko pale na hali iliyoko pale, mazingira tu, lile anga linakwambia hapa ni kwa mganga. Ukienda kwenye kanisa hapahitaji wewe kuuliza mara mbili, unajua hapa ni nini? Ni kanisani. Pana uwepo fulani, uwepo. Kwa hiyo ule uwepo ambao upo pale ndo unamtunza yule mtu. Ule uwepo ambapo upo pale ndo unamtambulisha yule mtu. Kuna nyumba nyingine zina uwepo wa giza kabisa. Mimi nimewahi kukaa nyumba moja hapo ng'ambo, wapi mnaita hapo kijijini. Ile nyumba ni nzuri, ni kubwa sana. Tulikuta mwenye nyumba ameikimbia, ameenda kupanga chumba. Watu wa Mungu, watu wanateseka. Mwenye nyumba ameikimbia, analala ofisini. Kuna nyumba amepanga, analala ofisini, hakuna godoro wala nini, analala juu ya kiti cha ofisi siku zote. Ile nyumba tulivyoingia ilikuwa na uwepo wa nguvu za giza. Ukiingia tu ndo pale sasa, ingia mahali nywele zinasisimka, hapa panatisha kama nini, pana uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo chochote kinachotaka kuinuka au kufanya kazi lazima kiwe na uwepo kwanza. Kwa hiyo yule mama ni mlokole kama wewe, hivyo hivyo, sema naye ni mlokole ambaye anajifariji kwa maombi haya ya kusema hata ukiomba kimoyomoyo Mungu anasikia, Bwana anabariki. Nilimkuta na ubishi huo kwamba hakuna haja ya kukemea wachawi, wewe omba tu, mwambie Bwana nilinde, yanaisha. Tulimkuta hivyo hivyo, tani mlokole wa siku nyingi, amepigwa na shetani mpaka amekimbia nyumba, ameenda kutafuta nyumba Mtongani anaishi, anakaa ofisini. Kwa nini? Ile nyumba imetawaliwa na uwepo wa mganga. Sasa mimi nafika pale kuulizia, kumbe jirani yake ni mganga wa kienyeji. Nasema Mungu wangu, hivi inawezekanaje kweli unasema umeokoka, unakaa na mganga wa kienyeji jirani na hapati shida yoyote? Huo sio wokovu. Hakuna mchawi atakaa karibu na nyumba yako na akawa salama katika jina la Yesu. Kuulizia, kumbe yule mganga bwana ndio mganga, ndo shehe mkuu wa misikiti yote hiyo inayoiona Mtongani yote ile, ndo yeye ndo anakaa karibu na yule mama. Nikamwambia mama, ilikuwaje? Watoto walishakimbia nyumba, mume alishakimbia. Yule mama alijitahidi kubaki mwenyewe, akaendelea tu maombi uto twa baba, nilinde mapenzi yako yatimie. Akapigwa miguu akakimbia. Kwa hiyo tumemkuta akiwa miguu imevimba. Yaani ukiona mguu huwezi kujua paja ni lipi, yaani mguu na paja vyote viko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, uwepo unaopambana nao lazima ujipime kwanza, unawezana nao kweli? Si tulivyoenda pale watu wakashangaa sana. Wamepataje ujasiri wa kuingia hapa? Tulivyoingia tena, mimi nikiingia mahali nakuwa na mbwembwe, nina redio langu liko pale, fungulia sana ili mganga ajue kuna mtu amekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulivyoingia ule uwepo ukaondoka, ukaingia uwepo mwingine. Hakuna mahali utaenda kama una uwepo wa Mungu kweli, na ukikuta nguvu za giza zitakimbia kwa ajili yako katika jina la Yesu. Naongea na mtu hapa. Ule uwepo wa giza utakimbia na uwepo wa Mungu ndio utakao tawala eneo hilo. Kwa yule mama ilikuwa haijulikani paja ni lipi, mguu ni upi, vyote vinalingana, vinafanana. Yaani kizungumza hivyo usiju kaanza unawazaje? Lakini elewa kwamba kama ambavyo paja ni nene ndivyo na mguu pia ulikuwa mnene. Nikamwambia mama, ilikuwaje mpaka unakutwa na haya na upo kanisani?
Kwani una aina ipi ya maombi ambayo huwa unayaombaga? Maombi tunayoyaomba, mimi siamini katika kuomba kuwapiga wachawi. Siamini. Naamini kuwaombea mema maadui zangu, naombea mema, Mungu awabariki. Mimi siamini kwenye hayo kwa sababu naamini Mungu ananitunza. Nikamwambia okay. Na wewe unaombaje? Huwa naomba tu kimoyomoyo. Naombaga tu kimoyomoyo. Na siamini kuomba sana, naombaga tu dakika 2. Baba yangu uliye mbinguni, ufalme wako utukuzwe. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Ninakupenda Mungu, utanilinda. Amen. Nalala. Nikamwambia okay. Kwa hiyo sasa inakuwaje na maombi unayoyaombaga na hiki unachokutana nacho? Anakuambia hata mwenyewe sielewi. Mimi sijui nimemkosea wapi Mungu. Sikia, sio sijui nimemkosea wapi Mungu. Ukikosea kanuni umeisha. Mwambie jirani yako ukikosea kanuni umeisha. Mahali penye uwepo wa giza unataka kuomba maombi ya kidini, hausaidiki chochote. Piga fire mpaka kieleweke. Masuala ya uwepo haya yalisababisha mimi nikawa nashindwa kupata sehemu ya kuishi. Nikawa nashindwa kupata sehemu ya kuishi. Nahamia kwenye nyumba, tunaenda kwenye nyumba, tunakaa hata siku 2, mwenye nyumba anatufukuza. Nakumbuka nilikuwa nakaa Salasala, tukahamia Bunju. Yaani watu wa Mungu, mimi nimehama sehemu nyingi ni kwa sababu uwepo unaokuja na uwepo uliokuwepo vinakuwa vitu viwili tofauti. Ukiona umeingia nyumba yenye uchawi na wachawi wanakuchekelea na wanakufurahia, basi wewe hamna kitu. Haleluya. Meenda Bunju pale, tumekaa siku ya kwanza, yaani tumehamia Ijumaa, tumekaa siku ya kwanza. Kesho yake mwenye nyumba anapiga simu, si hujanipatia hela? Sijaja kuichukua hela yako. Ndio, naomba uondoke. Niondoke kivipi? Sikwambia tuko Bunju Akambia naomba muondoke. Mzee, kuna jambo gani limetokea? Siwataki tu. Nikajua hapa kuna kitu kimepigwa. Usiku tumelala, nikaona miti inapokutishwa. Ana miti pale, kulikuwa mti kwenye nyumba yake. Nikaona nimepanda ile miti na ipokutisha majani, halafu nadondosha manguruwe na yachinja. Nikajua tayari. Watu wa Mungu, hizi nyumba za watu zina vitu. Hizi nyumba zina vitu. Hasa kuna watu mliwahi kupata makosa, mkaingia kwenye nyumba, aidha umeinunua, haujajua mwenye nyumba aliweka nini. Nazungumza na mtu hapa. Unajua kuna mtu anaweza akajenga nyumba yeye mwenyewe, lakini kuna mtu ananunua, ana hela akasema acha ninunue nyumba. Haujui aliyejenga nyumba mwanzoni aliweka vitu gani. Kwa hiyo kama hauna uwepo mwingine wa kuondoa uwepo ule, ukiingia pale unaanza kupata matatizo. Ndio maana kuna wengine unajiuliza, wakati umepanga unakaa kwenye nyumba fulani, ulikuwa unaongeza hata unapatapata mboga, unakula mboga 7. Baada ya kwenda chumba fulani ukapanga nyumba fulani, hata kijiko cha 500 kwako ikawa shida. Shida ilianzia wapi? Umeingia mahali penye uwepo mwingine. Leo natamka, kama kuna uwepo mwingine mahali unapoishi, Mungu anaenda kusambaratisha kwa damu ya Yesu. Na itajulikana wewe ni mtoto wa Mungu. Mahali ulipo utawakilishwa na uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa hiyo nikawa nafukuzwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo nyumba nyingi mimi nimeishi ndani nilifukuzwa kwa sababu tulikuwa tunakuta nyumba zina vitu vingine. Kwa hiyo nikienda pale, vile vitu vinaenda vinamshtakia mwenye nyumba. Hatumtaki huyo mtu. Vile vitu alivyowekwa ndani ya nyumba. Kuna Mjaluo mmoja tuliwahi kukaa hapo maeneo ya Skanska, kama unaelekea Tegeta. Nadhani huyu alimuona. Yeye baba yuko vizuri, ni director mkubwa sana. Haya ya mambo. Mtu amejenga nyumba nzuri. Yule jamani mlevi kupita. Ukimuuliza kwa nini unakunywa pombe hivi? Aisee, kuna siku akatwambia, bwana njoneni muishi kwangu. Mimi nilijua anatuambia tukaishi kwake kama amejisikia, kumbe vimemshinda. Tulivyoingia kuishi kwake, kwanza naingia chooni nakuta sinki limeharibika. Niambia, choo vipi? Wanaambia watu wanapigwa humu. Watu wakiingia kuoga wanapigwa makofi. Wakipika vyakula vinapakuliwa. Yaani ukipika kilo 1 uhakikisha utakula nusu, kuna vitu vitakula usivyoviona. Ile nyumba. Ukiweka 100,000 ndani umetoka nayo kazini,
Kesho unakuta 90,000, fungu la 10 linachukuliwa na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tulivyoenda pale wakatufurahia, wakatukaribisha, wakawa hataki tuondoke, fanyeje na nini na nini. Lakini yote kwa nini nakwambia haya? Kwa nini unaenda mahali vita ikaanza sasa? Yale madude yalikokuwepo, kumbe mle ndani yule mtu aliwahi kumuua mke wake wa kwanza na mtoto wa shangazi yake. Kwa hiyo wako mle ndani kama misukule. Kwa hiyo tulivyoenda wakaanza kumfuata, wanamkaba, wanamfanya aumwe. Kwa nini umewaleta hawa watu? Hatuwataki hapa, watoe. Haleluya. Akaanza kutuletea sababu. Inafika usiku anaweza akaja akataka mumfungulie. Yeye alikuwa anakaa nyumba nyingine kwa nje, ni nyumba kubwa sana. Lakini anakuja pale, anachukua sufuria, anaanza kupiga na kisu. Mtaamka mnaniona mimi ni ng'ombe, si ndio? Yote hizo akawa analeta sababu ili sisi tuondoke. Kwa sababu vile vitu vimemkaba, vinamsumbua. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema, nyumba ninayokaa, kama kuna uwepo wa kitu chochote ambacho hakihusiani na Mungu, kuanzia leo kitapata shida, kitapata tabu sana, katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako, uwepo wa Mungu ama wa shetani. Mwambie, wewe unachagua kupita na uwepo upi? Watu wa Mungu, tunaishi kwa uwepo, tunafanya vitu kwa uwepo. Hapa nipo na kuhubiria, umekaa unanisikia kwa sababu kuna uwepo unaokuvuta. Wala usikafikiria nimeenda pale kwa sababu ya matatizo. Nisikie vizuri, wala hujaja hapa kwa sababu ya matatizo. Kuna kitu tu kilikuvuta. Uwepo waga unamvuta mtu, anashawishika kukusikiliza. Kama hauna uwepo, ndio pale watu wanaiona biashara yako wanaizalau, kwa sababu haiwavuti watu. Kama hauna uwepo, ndio pale watu wanakuona ni kweli ni mdada anayepaka mafuta, sijui diplozo, ni sijui mnaita nini, sijui lotion, lakini watu hawaoni sura ya kuoa. Unaonekana ni mlembo, lakini mbele ya watu hawaoni uwepo. Mungu akupe uwepo kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Mungu akupe uwepo kwa jina la Yesu. Mungu aipe biashara yako uwepo wake katika jina la Yesu. Hata usipotumia nguvu nyingi, biashara yako itajitangaza kwa jina la Yesu. Aliyekudanganya kwamba biashara tunazitangaza WhatsApp ni nani? Siku hizi tunadanganyika eti unauza nguo ziposti, ukiposti watu wanaona. If you don't have the presence of God, hakuna mtu ataona hicho kitu. Watapita tu status hivi. Ushaikutana na watu status wameposti vitu 200. Yaani tu status tumekuwa twingi mpaka unaona tu doti, lakini hamna mtu ananunua hata mmoja. Unahitaji uwepo wa Mungu kabla ya chochote kile. Unahitaji uwepo wa Mungu kwenye biashara yako. Unahitaji uwepo wa Mungu kwenye ndoa yako. The reason why ndoa yako haina amani sio kwa sababu mume wako ni mkorofi. Pamekosekana uwepo wa Mungu. Halo. Na ukikosekana uwepo wa Mungu, ujue matatizo huwa yanaanza. Nyumba yoyote yenye matatizo manake hakuna uwepo wa Mungu. Nakupa mfano, ukienda kusoma Mwanzo sura ya 3, utajifunza kwa mtu mmoja anaitwa Adam na Hawa. Mungu alipowaumba aliwaweka kwenye uwepo wake. Aliwaweka kwenye uwepo wake ni kwenye nini? Bustani ya Edeni. Lakini baada ya wale watu kumkosea Mungu, kilichofuata ni nini? Majuto ni mjukuu. Mateso yalianza yasiyoisha. Kuzaa kwa uchungu. Anasema utazaa kwa uchungu na mwanaume utakula kwa jasho. Nyoka akalaaniwa kwamba atatembelea tumbo siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani wameingia kwenye mateso? Walijitenga na uwepo wa Mungu. Nipo hapa kukuambia kwamba tunaishi kwa sababu ya uwepo wa kitu fulani. Kile kitu kikiwepo ndo kinakuwakilisha wewe mahali. Kile kitu kikiwepo ndo kinasababisha wewe milango ifunguke mahali. Ukiwa na uwepo wa kitu fulani, hao watu unaoenda kuomba nao kazi kwenye maofisi, wewe ndio haujui, unaenda tu kwa kupeleka vyeti, ukifikiria wanaenda na vyeti, kumbe watu wameenda kwa waganga, wamepakizwa vitu. Wakienda maofisini, bosi akimhoji tu asikii tena kumhoji, anajisikia tu ampitishe apate kazi. Wewe unasema tu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Sikia, unahitaji uwepo.
Unaopambana nao makazini wana uwepo wa vitu vingine. Unaopambana nao maofisini wana uwepo wa vitu vingine. Wewe hujawahi kusikia watu kipindi cha uchaguzi watu wanakufa sana. Mtu aliyetakiwa agombee unashangaa amepigwa, amekufa, kwa sababu watu wao wanang'ang'ania uwepo wa vitu fulani viwaweke kwenye nafasi. Kama hauna uwepo, sahau kuhusu nafasi. Kama hauna uwepo, sahau kuhusu kiti. Nazungumza na mtu hapa. Sema kwa damu ya Yesu. Sema natamka uwepo ujae kwenye nyumba yangu. Uwepo ujae kwenye biashara yangu. Uwepo ujae kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, kwenye uzao wangu, kwa jina la Yesu. Unahitaji uwepo wa Mungu peke yake. Na kama hauna uwepo wa Mungu, jua utastruggle. Ndio maana Mungu anajua hivi, watu wote anaenda na Mungu huwa ateseki. Of course kuna mapito atapita kama darasa, ila huwa ana amani, ana furaha yote. Mungu wakati anatembea na Israeli alipeleka uwepo wake, akasema tazama ninamtuma malaika mbele yenu, atawaongoza, atawapeleka kule mnakotaka kwenda. Ndio maana Israeli popote walipokuwa wanaenda walikuwa wanaongozwa na nani? Na malaika. Na akiwa anaongozwa na malaika, Mungu aliweka na uwepo tena mwingine, akaweka moto. Wakati wa usiku kijiji cha moto kinawaongoza. Kwa wao walikuwa wanafuata kile kijiji kinawapeleka. Wewe unataka utambulishwe mahali, hauna uwepo. Leo ninakupa hili, na baada ya hapo kuna watu mtaanza kufuatwa wenyewe baada ya uwepo wako kufunguka kwa jina la Yesu. Wala hahitaji sana kujipitisha wakuone, unahitaji uwepo uonekane. Nazungumza na mtu hapa. Wala hahitaji kuzunguka kuitangaza biashara kwa watu ovyo ovyo. Ukiwa na uwepo, biashara yako hata ikiwa Mbagala, Vikindu, watu watakuja kuzifuata bidhaa huko huko katika jina la Yesu. Watu hawafuati tu bidhaa, wanafuata uwepo. Yule mtu miwa anashawishi. Una kipawa cha kusuka ni nini? Wewe kiombee uwepo wa Mungu. Watu watakutafuta tu. Saluni ziko nyingi, lakini sasa mimi mpaka mtu yule ndiye akinisukaga nasikia amani. Na unakuta wewe mwenyewe unayemsuka unamkaza. Wanawake unajua wanateseka sana. Unajua wanawake wana mateso chungu nzima. Kusukwa, wanakazwa, kila kitu ni mateso. Mtu mmoja jana alikuwa analalamika huko ndani, wamemnyonyoa shingo. Yaani shingo imenyanyuliwa kabisa, unaona kabisa wamevuta nywele. Naambia mateso yote ya nini? Si unyoe tu kipala. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyoa tu kipala utaishi. Anaambia wamenikaza sana. Yaani ukimwona amekaa shingo hivi, unamuuliza Abigaili kitu gani? Anamwambia ni nywele zinauma. Kwa ameamua kukaa hivi, sio kwamba amependa. Wamemkaza sana. Wanawake mnateseka sana na vitu vingi. Amua tu, kuna wakati ukiona ateseka, piga tu, nyoa tu kawaida. Bwana mimi nimeenda kwenye mahoteli nakuta mtu amenyoa kipala, mwanamke, na anapendeza. Wewe unaanza kuwaza watu wataona komwe, watanionaje? Watu hawaoni komwe, wanaona huduma unayowapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini wanawake wengi ndio wana mapepo? Mnaelewa hiki? Wanawake wengi ndio wana mashetani. Makanisani, wewe nenda tu kwenye makongamano yote kwa kina Mwamposa huko, wanawake ndio wamejia sana kuliko wanaume. Kwa nini wanawake wengi mna mashetani? Vya kutumia mafuta. Sijui kuna lasta fulani. Na shetani anajua hilo, ndo anavitumiaga hivyo. Sio kila lasta unayoinunua iko salama. Kuna lasta mnanunua zimewekewa majini. Mtu ameshuka baada ya kusuka kichwa kinauma, kinavuta, haelewi kwa nini. Kumbe akili yake inatumika. Kichwa kinavuta, wanafalakanisha ndoa. Yaani wanawake mna vitu vingi. Sisemi usivitumie. Achana wale watu wa dini wengine wanaofundisha watu kwamba kusuka ni dhambi. Ile sije watu wengine wanakuwa eti kusuka ni dhambi. Mwanamke ukionyesha macho ni dhambi. Basi ifike mahali basi waseme hata kutumia simu ni dhambi. Wale kama yeye kusuka ni dhambi, basi fanya vyote ni dhambi basi. Mahubiri gani hayo unaanza kutuletea? Sikukatazi kuvitumia, lakini ukinunua kitu kiombee. Ukinunua mawigi yaombee. Tena historia ya mawigi, wanapenda mawigi, poleni. Watu wanaokufa huko nchi za nje wanapasua kichwa, wanamvua ile ngozi ya kichwa, wanaitengeneza kwenye mamashine, ndio tunapata mawigi haya ambao watu wanavaa. Sio yote. Kuna mawigi yamedesigniwa, nadhani kuna teknolojia wanatumia uzi wa katani
Kuna namna wanafanya, lakini mawigi mengine ni nywele za watu waliokufa. Kwani hamjui? Kwa hiyo uko hapa sijui tena ana rangi sijui wigi la Kihispaniola sijui na nini na nini, unakuwa unavaa wigi la mtu aliyekufa. Ndio maana wanawake wengi akili hamna. Akili wanawake wengi hawana, kwa sababu wewe umevaa kichwa cha mtu, akili unapataje? Si watukani watu wa Mungu wala si wadhalau. Wewe fuatilia matatizo mengi kwenye dunia ni wanawake tu. Matatizo mengi kwenye dunia ni wanawake. Ndio kila ukikwenda sijui nini kwenye taasisi sijui za nini mwanamke. Sijui haki za sijui nini ustawi wa jamii ni wanawake. Yaani kila kitu ni wanawake. Wanawake mna matatizo. Kwa sababu mmemkaribisha shetani nyewe wenyewe na vya kutumia. Haleluya. Ukinunua kitu kiombee. Usikaekae na vitu kizembe. Kwa hiyo watu wa Mungu, naomba nimalizie kwa kusema tunahitaji uwepo wa nani? Wa Mungu. Mwambie jirani yako unahitaji uwepo wa Mungu. Na Mungu yupo kila mahali. Ninaposema uwepo wa Mungu sio kwamba Mungu hayupo. Kila mahali Mungu yupo. Lakini wewe tabia zako ndo zinampotezaga akae mbali na wewe. Moyo wako. Lakini Mungu yuko mpaka kuzimu. Kuzimu Mungu yupo. Kuna mtu anajiuliza naongea nini? Zaburi, ukisoma Zaburi 139 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 12. Inasema niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko. Ningezitwaa mbawa asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru zinifunikayo, ingekuwa usiku. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Umeona Daudi anachokisema? Anasema hata niende wapi, niende kuzimu, wewe Mungu fanyeje? Mungu upo. Wewe ndo unadanganywa Mungu yuko mbinguni. Mungu hayuko mbinguni. Ukitaka ujue Mungu hayuko mbinguni, nikuulize unapumuaje? Kwa sababu mpaka kupumua hivyo ni maajabu. Hivi hujui kama ni maajabu wewe si hujui? Angalia wale watu wanaopumulia mashine hospitali, ndio utakuja ujue kwamba anaishi kimaajabu. Na hayo maajabu nayoishi nayo ni automatic tu yapo. Wewe ushajiuliza kwa nini tunaita exhale na inhale. Si unavuta na kuingiza pumzi. Kwa nini unafanya hivyo? Si kitu cha kawaida. Si mnasikiaga kuna watu wanatengeneza binadamu? Mbona wametengeneza, mbona wanashindwa kumpa pumzi? Sasa ukisema Mungu yuko mbinguni, Mungu yuko hapa hapa kwako, ndio maana unapumua kwa jina la Yesu. Ukitaka kujua Mungu yupo, ndio maana unapumua. Ndio maana unaishi. Mungu yuko na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shida ya wengi kwamba hamjui. Mnasikiaga sio, mnasikia labda Mungu ili Mungu awepo na wewe, sio unataka nini? Kitendo cha kuamka salama, kitendo cha kuishi, chakula, cha kunywa, Mungu yuko na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwepo wa Mungu upo kila mahali. Uwepo wa Mungu upo kila mahali, ila haupo kwa kila mtu. Uwepo wa Mungu upo kila mahali, ila haupo kwa kila mtu, kwa sababu kuwa na uwepo wa Mungu ni gharama. Inakuitaka gharama fulani ili upate huo uwepo. Halo? Inakutaka gharama fulani ili upate huo uwepo. Kama vile vile Adam na Hawa waliwekwa kwenye uwepo wake, lakini kuna gharama walipewa. Ni swala tu la utii, kwamba Bwana nawaweka hapa, lakini hiki na hiki msitumie. Akaja shetani akamwambia eti nimesikia. Yaani mtu yote anayekuuliza kwenye maisha eti anajua anachokuuliza. Eti nimesikia mkila. Yaani mtu yote akija kwenye maisha yako anakuuliza eti yule dada anajua hicho kisa. Wala usimwambie sasa unaniulizia nini? Unajua. Ndivyo shetani alivyowatega. Akauliza eti nimesikia mkila nini mtakufa. Alisema kwamba tukila hivi tutakufa, sijui nini na nini. Aliwadanganya, mkila mtakuwa kama yeye, hamtokufa. Kweli Lakini aliyefanya hayo
Ndio maana nimetoka kuzungumzia kwamba wanawake wengi ndio chanzo cha matatizo. Siku zote Adamu alikuwa bustanini na maisha yalikuwa yanaendelea. Alipokuja Hawa ndo akakutana na shetani. Kwa nini Hawa alikutana na shetani kirahisi? Kwa sababu wanawake mnapenda kupekenyua mambo. Wanapenda upekenyue, ujue kila kitu. Ujue kila kitu. Leta simu niangalie nani amekupigia simu. Mume wako akikukataza simu, baadaye unaitafuta usiku, unaanza kupitia. Unaangalia SMS moja baada ya nyingine, utakufa na pressure. Mume wako mwenyewe Mungu hana, alafu nakagua hivyo, utakufa na pressure. Ndio mimi na dada yangu mmoja aishakata tamaa na mume wake, anasema mimi atajua mwenyewe, alete tu hao watoto wanavyowaleta, ili mradi mimi naishi na watoto wangu tunakula. Yaani amefika mahali amekata tamaa, ameamua kukubaliana yote. Kwa mume wake analeta watoto, akienda mnasikia kuna mdogo wenu Tabora, kuna mdogo wenu yuko Arusha, kuna mdogo wenu yuko, kuna mtu hapa ni dereva wa magari makubwa ya kusafiri mikoani. Familia mahali popote kwenye madereva wanaendesha maloli hawa, kila mkoa wanaacha watoto, ndio wengi wako hivyo, wanaacha watoto kila kona. Kwa dada akakata tamaa, akasema atajua mwenyewe bwana, mradi mimi naishi. Kwa sababu hata ukimfuatilia hautoharibu chochote, hata ukimfuatilia hivyo haitopunguza chochote. Mnapekenyua sana. Wewe mwenyewe unajua kabisa uliolewa na bomu, alafu unalifuatilia, litakulipukia hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kubali naishi na bomu, basi nikae nalo mita kadhaa. Ndio maana wanawake wengi mnakufa na magonjwa ya moyo. Wewe nenda kaangalia wengi wanaokufa na pressure Muhimbili huko wapi? Ukikuta mwanaume anakufa na pressure, mimi namshangaa sana. Huyo ni mwanaume wa aina gani? Wanawake wengi ndio wanaokufa na magonjwa ya moyo, wanatunza hapa. Wanawake wengi hata mbinguni hamtoingia, yaani hilo nipinga ukatae. Wanawake wengi pia mbingu haiwahusu, kwa sababu mioyo ni michafu. Mtu aliyewahi kukuumiza mwaka 1992 alipangaga kuoa akakukataa, mpaka leo umemweka moyoni. Ulishapata na watoto, ulishaolewa na mtu mwingine, lakini unasema yani yule mbwa yule akanidanganyaga. Wanawake wengi wanakufa na magonjwa ya moyo kwa sababu wanapenda kuweka vitu hapa. Ni wagumu kusamehe, ni wagumu kuachilia. Tunapokuambia usamehe watu, sio kwamba tunakufaidisha. Unajua, tunapokuambia achilia watu ni faida pia kwa ajili ya afya yako. Sio kama mnaelewa? Unapoachilia watu unakuwa na amani. Kuna watu mmenyauka mpaka uso, ni ishara kwamba mmemshikilia watu. Unakutana na mtu wala sio mchawi, lakini ukimwona tu yuko hivi, ameshikilia watu sana kwenye moyo wake, kiasi kwamba moyo wako ulivyokunjamana unaashiria mpaka uso wako kwamba wewe umeshikilia watu kwenye moyo. Hebu mwambie mwenzako, achilia bwana uliowashikilia. Hebu wasamehe basi. Mtu amekuumiza huko Mbwinde huko sijui wapi, miaka imepita, umemshikilia. Alinikimbia, hata nimkute popote mbwa yule, hata nikute ameanguka na gari, siwezi kumsaidia. Itakusaidia nini? Unaposamehe inakusaidia. Achana tu na Mungu anasema hivi, mnaposamehe waliowakosea, na yeye anafanyeje? Anawasamehe. Kwa ishara ya kwanza ya kwamba wewe Mungu hatakuja kufanya kitu kwenye maisha yako ni kwamba na wewe umeshikilia watu. Cha kwanza ni kwa faida ya Mungu, lakini pia kimwili ina faida. Unapoachilia watu, uso pia unakunjamana, unakuwa na furaha, unakuwa na raha. Usibebelee vitu, kunungunika. Wanawake wengi wananungunika sana. Yaani paka wanaume wengine ni walevi leo, sio kwamba walipenda. Inabidi akimbie sasa, kakae baa, anategesha wakati wa usiku aje ale chakula alale. Kwa sababu akijua nimekaa na sabufa muda wote. Akigeuka huku yuko hivi na hivi. Jamani, wanaume wana mambo mengi,
Hebu sema tupone basi. Au nakosea watu wa Mungu? Mtu anapambana apate hela ya watoto, apate hela ya kuprovide kwenye familia, bado na wewe unamkolomea. Tena wale wanawake mnapenda kulinganisha. Cheki sasa, kiasi tunaishi hapa, tuna nani hivi, angalia mama fulani anapendeza. Hakuna mwanaume apendi kumlinganisha na mwanaume mwingine. Sisi kila siku hivi, kila siku nakwambia tujenge, angalia baba fulani amesimamisha nyumba. Mwanaume akianza kusikia angalia baba fulani amesimamisha nyumba, kwa wewe umemchukua yeye na huyo baba fulani, unamwona yule ndio bora, unajiharibia ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usilinganishe. Wanaume anaweza kuwa alishakuacha, mnaishi nyumba moja, anakuangalia tu hivi, unafanya vituko vyako, anakuangalia tu hivi. Sasa wanaume wengi wanafika mbali, wanaamua kutafuta na michepuko ya pembeni. Unajiuliza, huyu mtu mbona anaongea maneno mengi, hajibu, anacheka tu, ananichekelea tu, kumbe anajua kabisa naishi na gazeti, lakini mwanamke halisi yuko mahali. Na shetani anajua hivyo. Wanawake wengi wa namna hii, shetani anawatengenezeaga mbadala. Likitoka likienda baa huko, linakutana na mtu anabembeleza, ile bembeleza ya kipepo. Sasa mbona kama upendo wa kweli na upata huko baa? Anaona bora maisha yake anayaharibia kule huko, kwa sababu kuna watoto, basi nafanya tu ni sehemu ya familia. Usiruhusu kuharibu nyumba yako kwa ujinga katika jina la Yesu. Biblia inasema mwanamke uivunja ndoa yake kwa mikono yake, haijasema mwanaume. Watu wengi wanaosababisha ndoa zinavunjika sio wanaume, ni wanawake. Ndio maana Biblia imesemea kuhusu mwanamke, anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kuna mambo sio ya kufuatilia, kuna mambo sio ya kudili nayo, achana nayo. Juzi nilikuwa naona klipu, mama mmoja amemfuata mume wake, ni bodaboda, anamfuata kwa bodaboda wenzake, kwa hiyo hela mboga mpaka tukufuate huku. Jamaa ameamua kunyamaza. Nikasema kuna watu wana moyo. Kwenye kundi la mabodaboda amemfuata, anadai hela ya mboga na anamfokea kwa watu. Hayo sio maisha. Wewe ushawahi kujiuliza kwa nini wanaume hawaishi miaka mingi? Ukikuta mwanaume ametoboa miaka 150, eti 150, hiyo 150 nitaishi mimi tu. Ukikuta mwanaume ametoboa miaka 105, mshukuru sana Mungu. Wanaume wengi hawaishi sana kwa sababu wana mambo mengi, majukumu. Fuatilia familia nyingi, wanaume ndo hawapo. Viongozi wengi, wanaume ndo hawapo. Ukija Rais Nyerere hayupo, mke wake yupo. Ukija Mkapa, mke wake yupo. Magufuli, mke wake yupo. Hata Kikwete naisi anaenda kufa huyo sasa hivi, lakini mke wake atakuwepo. Ni kawaida, sio kwamba anamwombea mabaya. Wewe fuatilia watu wengi wakubwa, wake zao wapo. Kina Nelson Mandela, sio akina nani, wake zao wanakuwepo. Hadi watumishi wengi wakubwa, Aisha kufa, mke wake yupo. Wanaume wana mambo mengi. Mwanaume akipata mwanamke ambaye angalau hata anamtia moyo kwa kile kidogo alichonacho, na sio kulalamika. Hivi tutaishi hivi hadi lini? Maisha gani haya? Kila siku tunapanga, kila siku tunapanga. Hakuna aliyeanza juu. I don't know why naongea haya, lakini kuna mtu Mungu anamponya kwa jina la Yesu. Punguza malalamiko, alafu ruhusu amani itawale. Utaona hata baraka zinafunguka kwenye nyumba. Punguza malalamiko. Wanawake wengi wanaharibu ndoa zao wenyewe. Kitu kidogo tu ameshanyenyua simu kwao. Alo baba, yaani kama kuna mtu nilikosea kupata ni mwanaume huyu. Asikunyanyase huyo. Kama nakusumbua rudi nyumbani. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema sitoiharibu nyumba yangu kwa ujinga wangu. Sema Mungu nipe hekima ya kuilinda nyumba yangu. Yes, hapa kanisani ni kama kliniki, watu wa Mungu. Tunakuponya vyote. Sema amen.
tunakuponya vyote ili usaidike. Tunakuombea kiroho, lakini pia na kimwili. Kuna mambo ni ya kimwili kabisa, utakiwa uyaache, kuyafanya. Usijisahau, usisahau nafasi yako ulipokuwa. Usisahau nafasi yako ulipokuwa. Sema Yesu nisaidie. Sema kuanzia leo uwepo wako utawale kwenye nyumba yangu, utawale kwa watoto wangu, utawale kwenye familia. Sema uwepo wako utawale kazi yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa kwa sababu ya muda tutaendelea na hili somo. Wangapi wanasema tutaendelea? Wangapi wana amani tutaliendeleza siku nyingine? Tutaliendeleza siku ya Ijumaa. Tutaangalia uwepo wa Mungu unaleta vitu gani, lakini tutakuja kuangalia sababu za mtu kukosa uwepo wa Mungu, sababu zinazosababisha wengi hawana uwepo wa Mungu, sababu zinazosababisha wengi hawana uwepo wa Mungu. Hii dunia ipo kidijitali, bibi ana smartphone. Sababu tutaangalia dalili za mtu aliyepoteza ushirika wa uwepo wa Mungu. Dalili, utakapojua kwamba dalili fulani, utajua vitu vya kufanya. Uwepo wa Mungu nimewambia una gharama zake. Kuna vitu lazima uvifanye au uwe navyo. Kuna tabia lazima uwe nazo. Mungu atatembea na wewe tu. Popote utakapoenda wewe, wachai watapiga saluti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vitu nitakavyokuambia siku ya Ijumaa, popote utakapoenda watapiga saluti. Ndio maana mimi nawatangaziaga, unganeni hata 7,000 mje. Kwa nini najeuli hiyo? Kwa sababu nimejaa uwepo wa Mungu. Kwa hiyo najua wakija wanapigwa hata kabla mimi sijajua. Wanapigwa kabla mimi sijajua. Kwa hiyo hao kwa mfano walioleta njiwa hao, takiwa muambie kabisa waongeze njiwa. Angalau wawe hata njiwa 3,000. Wote tutakuta wamekauka hapo, na mkiwapata msiwatupe. Niwekee kwenye sufuria nitakula. Hakuna kitu kinaweza kuharibu mtu mwenye uwepo wa Mungu. Hakuna uchawi unaweza kumuua mtu mwenye uwepo wa Mungu. Na mimi natamka kwenye nyumba yako kukawe na uwepo wa Mungu kuanzia leo. Hakuna ubaya wote utaingia kwenye nyumba yako kuanzia sasa. Magonjwa yatoweke kwenye familia yako kuanzia sasa. Uwepo wa Mungu ukatawale afya yako kuanzia leo. Uwepo wa Mungu ukatawale watoto wako kuanzia leo. Uwepo wa Mungu ukatawale biashara yako kuanzia leo. Uwepo wa Mungu ukatawale nyumba yako kuanzia leo. Sema kwa jina la Yesu. Sema kila uwepo wa kishetani kwenye nyumba yangu, kwenye afya yangu, kwenye mwili wangu, sema kuanzia leo nakaribisha uwepo wa Mungu. Nakaribisha uwepo wa Mungu uingie ndani yangu kuanzia sasa. Sema nakataa magonjwa ya kulogwa, nakataa magonjwa ya kutumiwa, nakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.